hii tunaweza tukaepukana nayo sisi mashabiki wa Simba kama tukiamua kurejea kwenye misingi yetu halisi ya ushabiki wetu ambao tumeuzoea. Nichukue nafasi hii kuwaasa, kuwaomba na kuwaonya mashabiki wa Simba tuachane na vitendo vya vurugu, kwa sababu vinatuathiri klabu yetu moja kwa moja. Kwanza, tunakosa nafasi ya kwenda kuiangalia Simba kwenye mechi muhimu kama hii dhidi ya Gaborone. Kila mmoja aliuona mchezo dhidi ya Gaborone pale Botswana. Mechi haikuwa nyepesi kwa upande wetu, ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Hasa kipindi cha pili wapinzani wetu walitupelekea moto kweli kweli. Sasa mechi ya marudiano, mechi ya nyumbani, unahitaji faida ya kuwa nyumbani na faida ya mashabiki wako ili kuweza kuwa overcome mashabiki wako, kuwa overcome wapinzani wako. Unakwenda kucheza mechi hiyo muhimu bila ya mashabiki wako. Unaweza kuona ni pengo kiasi gani, lakini ina faida kubwa kweli kweli kwa mpinzani wetu ambaye tunakwenda kukutana naye. Kwa hiyo tayari tumejikaanga wana Simba na mafuta yetu wenyewe kwa vitendo vya dakika chache mno ambavyo tumevifanya kwenye mchezo dhidi ya Almasry. Kwa hiyo rai yangu wana Simba, kwanza hili lianze ulinzi wa wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu wanaowasha zile fireworks tunakaa nao majukwani. Ukishamuona mtu ana dhamira ya kuwasha fireworks, mkataze hapo hapo na mpokonye. Ukishamuona mtu ana mpango wa kutaka kuruka kutoka jukwani na kuvamia uwanjani, tumzuie huyo mtu, na ikiwezekana tushirikiane kwa pamoja tumtoe uwanjani, kwa sababu vitendo hivi vinaiathiri klabu moja kwa moja. Imagine mechi kama hii tunakwenda kucheza bila mashabiki, tunampa advantage zaidi mpinzani wetu, ajione na yeye yuko nyumbani kwao, acheze bila pressure ya majukwani, tunajikaba wenyewe. Kwa rai yangu mashabiki wa Simba, mara nyingi huwa tunamshangilia mtu anayevamia pitch, huwa tunamuona shujaa, hasa pale anapokuwa anawakwepa walinzi anakimbia, tunamfurahia, tunamuona amefanya kitendo cha kishujaa. Kiuhalisia ni kwamba anafanya kitendo cha hovyo ambacho kinakuja kuiathiri klabu yetu, na mfano wake ni huu ambao tunauona hii leo. Kwa hiyo hawa watu ambao wanavamia uwanjani, wanavamia kwenye pitch, ni watu ambao sisi mashabiki wa Simba kwanza tunapaswa kuwadhibiti majukwani, lakini vile vile walinzi wa uwanjani kwa maana ya stewards tunatakiwa kuongeza umakini. Haiwezekani mtu mpaka anatoka juu, anashuka, anaingia mpaka uwanjani bila kuonekana ama kuzuiliwa. Juzi mechi ya Ngao, yani amekuja tu kuonekana shabiki, ameshafika uwanjani, kampata Kibu, kamkumbatia, kaenda kwa Rushaini, kamkumbatia, alafu baadaye ndio stewards wanaingia na kuanza kumkimbiza. Ametoka wapi huyo mtu kuonekana mpaka anafika uwanjani? Tafsiri yake ni kwamba hatukufanya kazi yetu ipasavyo ya ulinzi, ya kuangalia wale watu majukwani mpaka ameshuka na ameingia. Kwa hiyo hatuko hapo kulaumiana, lakini tuko hapa kukumbushana kila mtu atimize majukumu yake uwanjani ili kuiepusha klabu kuingia kwenye hasara ya namna hii. Hapa tunapata hasara tatu. Hasara ya kwanza ni kucheza mechi bila mashabiki. Hili ni pigo kubwa kweli kweli kwetu sisi. Hasara ya pili, tunakosa mapato ambayo tungeyapata kutokana na tiketi ambazo watu wangeingilia uwanjani. Na hasara ya tatu ni kwenda kulipa dola 50,000 kama faini kutokana na kosa hili ambalo tumelifanya. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuanzisha kampeni wana Simba ya kujidhibiti wenyewe kwa wenyewe. Mtu ambaye hawezi kuishikilia nafsi yake, tutaishikilia sisi kumdhibiti mtu wa namna hiyo, ili asiingie uwanjani ama asiwashi yale mamoshi ambayo baadaye yanakuja kutuathiri. Hiyo ilikuwa ni mechi dhidi ya Almasry kwenye hatua ya robo finali, na adhabu yake imetoka hivi sasa. Lakini vile vile
tumepewa adhabu kutokana na mechi ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane, na yenyewe ilikuwa na matendo kama haya yalotokea kwenye mechi dhidi ya Al Masry. Huku vile vile tuliwasha zile fireworks ambalo ni kosa, lakini kulikuwa kuna vitendo vingi vya vurugu za hapa na pale, ambapo kwa ujumla wake kwenye mechi ya fainali tumetozwa faini ya shilingi ya dola 35,000. Kwa hiyo kwa ujumla tumepokea adhabu kutoka CAF ya dola 85,000 sawa na shilingi milioni 212 na laki 5. Hiyo ndiyo faini ambayo Simba Sports Club tunapaswa kulipa baada ya kutokea matendo yasiyokuwa ya kiwana michezo katika mechi zetu mbili. Tayari tumezungumza kwa upana namna gani tunapaswa kujidhibiti wenyewe kwa wenyewe kabla hujafikia kwenye uvunjifu wa kanuni na sheria za mpira wa miguu. Asante Mungu ni kwamba kwenye mechi ya Berkane tumempata faini pekee, hatukufungiwa mashabiki kuingia uwanjani. Kwenye mechi ya Al Masry tumepigwa faini na mashabiki kutoingia uwanjani. Kwa hiyo tunaitumikia adhabu hii ya kutoingiza mashabiki uwanjani kwenye mechi moja pekee, mechi dhidi ya Gaborone United. Lakini kwa kuwa ndani ya kipindi cha muda mfupi tumefanya makosa mara 3 katika mechi 3 tofauti, maana yake ni kwamba kuanzia sasa CAF watakuwa macho na sisi kweli kweli kwenye mechi zetu, kwa sababu wameshatuingiza kwenye listi ya timu zenye mashabiki ambao wanafanya vitendo visivyokuwa vya kiungwana. Hivyo kwenye mechi zetu watakuwa wanatupia jicho kweli kweli kuangalia, je, Simba Sports Club atabehave kama ambavyo wanafanya ama kuna mabadiliko ambayo wameyapata. Kwa hiyo tuna kila sababu katika mechi zinazokuja tuoneshe ustaarabu, uungwana wa kiwango cha hali ya juu kweli kweli, ili kuwaonesha CAF ya kwamba kuna mabadiliko makubwa ambayo tumeyapata ama kuna somo kubwa tumelipata kutokana na adhabu ambayo wametupatia. Kwa hiyo nichukue nafasi hii ndugu zangu wana Simba kuwaomba, kuwakumbusha na kuwaonya vile vile ya kwamba kuanzia hivi sasa tunapaswa kuchukua taswira mpya kwenye eneo letu la ushabiki ili kuepuka kupata adhabu za namna hii, adhabu ambazo zinatuathiri kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Kutokana na adhabu hizo hasa za faini ambazo tumepigwa, tumekuwa tukipokea maombi na maoni mbalimbali kutoka kwa mashabiki wetu wakisema ya kwamba hili ni kosa letu, tunawajibika kuungana na klabu kwenye kulimaliza hilo kosa, kwa maana ya kwamba mashabiki wametaka na wenyewe kuwa sehemu ya kupata maumivu ya makosa haya ambayo tunayapitia klabu ya Simba, na maumivu yenyewe ni kuibeba faini ambayo tumetozwa na shirikisho la kandanda Afrika CAF, ambayo ni milioni 212 sawa na dola 85,000. Kwa mantiki hiyo basi, mashabiki wa Simba Sports Club kwa mapenzi yao na kwa kutaka kuisaidia klabu yao na kwa kutaka kuwajibika kwenye makosa tuliyofanya sisi wenyewe, mashabiki wameomba na wenyewe wachangie faini ili kuipunguzia klabu mzigo. Na kwa mantiki hiyo basi, na sisi Simba Sports Club tumebariki na tumeridhia mashabiki wachangie kwa namna moja ama nyingine kwenye adhabu hii ambayo tumepewa, hususan kwenye eneo la faini. Kwa mantiki hiyo basi, natangaza hapa namba za shabiki yeyote ambaye atahitaji kutoa ama kulipa ama kuchangia faini. Kama tutampata mtu shabiki mmoja ambaye atasema mimi nitalipa milioni 200 zote hizo,
hatuna mashaka, tunamkaribisha sana. Kuna watu wako vizuri kiuchumi. Unakutana na tajiri kama Michael Nguli pale. Anasema kamata milioni 200 hapo hiyo, ilipeni faini kafu, alafu haturudi tena makosa namna hiyo. Wako watu namna hiyo. Ndio bana. Au mavala anaweza akatulipia. Kwa hiyo kama mtu yupo anataka kulipa faini yote kwa ajili ya kuisaidia na watu wa mapenzi, na hitimu. Namba za lipa namba tutazitangaza kwenye mitandao yetu ya kijamii ili wanasimba waweze kutoa huo mchango. Lakini hii ina taswira mbili. Inawezekana wewe ulipanga kwenda uwanjani siku ya tarehe 28 kwenye mechi hii ya ligi mabingwa Afrika. Kile kiingilio chako ambacho ulipanga kukitoa kwenye mechi, sasa kiingilio hicho kihamishie twende tukalipe faini ya kafu. Kama ulipanga kuingia kwenda kukaa mzunguko kwa shilingi 5,000, basi ile 5,000 yako tuwekee kwenye lipa namba hapo tukalipe faini ya kafu. Kama ulipanga kwenda kuingia kwa platinum ya 1,500,000, ile 1,500,000 yako tuwekee humu kwenye lipa namba twende tukalipe faini ya kafu. Kama ulipanga kwenda kukaa VIPB kwa shilingi 20,000, ile VIPB yako weke humu kwenye lipa namba ya Simba Sports twende tukalipe faini ya kafu. Tunataka kwa pamoja tushirikiane chini ya kampeni yetu mpya inayosema letu sote. Wote kwa pamoja